Bana, michezo na burudani vyema kabisa. On the microphone hiko official Rose D. Kwa uzuri vyema kabisa tuangazie nini ambacho kimejiri katika michezo na burudani. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, na tuangazie taarifa ambako Yanga kufungiwa kwa upangaji wa matokeo, wapata pigo kipa wao Djigui Diarra katangaza kuondoka. Najua hujalifahamu kwa undani kabisa, lakini kwa kutulia hapo mpaka tamati tuweza kuangazia na kufahamu kunako Dar es Salaam Young African nini ambacho kimejiri. Ni muda huu wa ligi kuu Tanzania, mivutano kati ya vilabu na wachambuzi wa michezo imefikia kiwango kipya cha kushangaza. Afisa habari wa Yanga Sports Club Ali Kamwe ametoa onyo kali kwa wachambuzi wanaoendelea kuizungumzia timu hiyo kwa njia ambayo wanadai inachafua. Ali Kamwe amesema kuwa wachambuzi wanaosema Yanga inafaidika na upangaji wa matokeo, match fixing au upendeleo wa waamuzi watafunguliwa mashitaka ya kuharibu sifa ya klabu hiyo kubwa. Na kauli hii imetoka baada ya mfululizo wa maoni yanayodai kuwa Yanga inapata upendeleo katika uamuzi wa mechi. Sasa hata hivyo, mchambuzi maarufu Juma Ayo hakukaa kimya. Ameibuka na kujibu kwa nguvu akisema kuwa Yanga wanaume wazima na sio watoto wa kuogopa kufunguliwa mashitaka. Ayo anaeleza kuwa wachambuzi wana haki ya kutoa maoni yao bila hofu, na kuwa kama viongozi wanataka kuwapeleka mahakamani, basi wachambuzi wataendelea na kazi yao ya kufichua ukweli. Sasa katika taarifa yake, Juma Ayo aliandika, kama viongozi wanataka kuwapeleka wachambuzi mahakamani, nadhani na sisi wachambuzi tujiandae kuwafungulia mashitaka ya upangaji wa matokeo, betting na kadhalika. Sasa hakuna aliye salama sana kwenye mpira wetu. Kama vipi, funikeni kombe mwanaharamu apite. Tena sasa hivi ndio balaa, tunajuana guys. Kauli hii imejazwa na kicheko cha kejeli, ikionyesha kuwa mchambuzi huyo anaona kauli ya Kamwe kama jaribio la kuwanyamazisha wakosoaji. Lakini pia hali hii inaakisi mvutano mkubwa sana ambao unaendelea katika soka la Tanzania. Yanga kama moja ya vilabu vikubwa vya nchi, mara nyingi hujikuta katikati ya mijadala kuhusu uamuzi wa mechi, hasa wakati wa mechi ngumu dhidi ya wapinzani wao wa jadi kama Simba Sports Club. Na wakati huo wachambuzi wanaona wajibu wao ni kutoa maoni ya kina bila upendeleo, hata kama yanawakasirisha viongozi wa vilabu. Swali ambalo linabaki ni je, vitisho vya kufunguliwa mashitaka vitanyamazisha sauti za wachambuzi au vitaongeza tu kelele na mijadala zaidi? Katika mpira wa kisiasa, uhuru wa maoni na uwajibikaji wa vilabu ni muhimu ili kudumisha uaminifu wa ligi. Lakini wakati kauli zinapogeuka kuwa vita ya maneno na vitisho vya kisheria, inaweza kuathiri taswira ya soka letu kwa ujumla. Yanga na wachambuzi wote wanapaswa kukumbuka kuwa mpira ni mashabiki wa umma. Badala ya kufunguliana vita mahakamani, pengine ni wakati wa kujenga mazungumzo yenye hekima ili kuimarisha ligi yetu badala ya kuivunja kutoka ndani. Lakini pia kumekuwa na taarifa mpya mitandaoni kuhusu swala la kipa wao Djigui Diarra kutangaza kuondoka kwenye klabu hiyo. Taarifa hizo zinasema kuwa Djigui Diarra, mlinda mlango tegemeo wa klabu ya Yanga ambaye pia ni raia kutoka nchini Mali, klabu ya Esperance Tunis, imeelezwa kuwa ipo tayari kutoa dau kubwa sana la takribani bilioni 1.5 ili kupata huduma ya kipa huyu, ikilenga kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu wa 2026-2027. Diarra mwenye umri wa miaka 27 amekuwa mhimili wa Yanga Sports Club, tunafahamu, tangu alipojiunga na klabu hiyo mwaka 2021 akitokea Stade Milan ya nchini Mali. Na katika kipindi chake ndani ya wanajangwani amejijengea heshima kubwa sana kwa mashabiki na wadau wa soka kutokana na uwezo wake wa kuokoa michomo migumu sana, lakini pia nidhamu ya kiufundi na uongozi wa safu ya ulinzi. Mara nyingi Yanga imekuwa pia ikitegemea uhodari wa Diarra katika mechi za ushindani mkubwa, jambo ambalo lilimfanya kuwa miongoni mwa magolikipa bora sana wa ligi kuu Tanzania bara. Esperance Tunis, moja ya klabu kongwe yenye mafanikio makubwa barani Afrika, inaonekana kutambua thamani ya Diarra na kumuona kama chaguo sahihi la kuimarisha safu yao ya ulinzi. Sasa uwepo wa kipa mwenye uzoefu wa kimataifa na aliyezoea pressure ya mashindano makubwa ni faida kubwa sana kwa klabu ambayo inalenga kutoa mataji ndani na ya kimataifa. Lakini kwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, wamepokea tetesi hizi kwa hisia mseto. Wako ambao wanaona kuwa ni heshima kwa klabu kuona mchezaji wao akihitajika na timu kubwa barani Afrika, lakini pia kuna hofu ya kupoteza mhimili muhimu katika kikosi chao. Kwa upande wa Djigui Diarra,
ofa ya aina hii inaweza kuwa fursa ya kuongeza uzoefu na kujiimarisha zaidi katika soka la kimataifa. So kwa ujumla, tetesi za usajili wa Diarra kuelekea Esperance Tunis zinaonyesha namna ambavyo kipaji chake kilivyo na mvuto mkubwa sana barani Afrika. Ikiwa mazungumzo yatakamilika, basi itakuwa ni hatua kubwa sana kwa mchezaji binafsi na pia taswira ya soka la Tanzania, kwani itaonyesha jinsi wachezaji wa ligi kuu bara Tanzania wanavyoweza kuvutia klabu kubwa za bara. Mtazamaji, tuendelea kusubiri, je, makubaliano haya yatafikia tamati gani? Tutaendelea kupashana habari kupitia Biomedia.